ni malalamiko. Kwa sababu Waefeso 3 mstari wa 20 inasema, na abarikiwe yeye ambaye awezaye kuyafanya mambo makubwa, sawa, kulingana na yale tunayoyaomba na tunayoyafanya nini? Na tunayoyawaza. Amen. Sasa wakati unaomba, si uko kwenye ulimwengu wa mwili. Amen. Amen. Uko kwenye ulimwengu wa mwili. Ni maneno unatamka, lazima kwanza iingie kwenye ulimwengu wa roho ili umfikie Mungu, sawa? Lakini mawazo yako kwenye ulimwengu wa roho unayaona. Kwa hiyo kabla hujaanza kuomba, mawazo yako yameshatangulia huko kwa Mungu. Sasa ikiwa ulikuja kanisani, wewe unanungulika tu, sijui una mawazo, sijui ya kulipa renti ya nini, hayo maombi yako hayafiki. Amen. Mungu basi atusaidie tujue kuzihesabu siku zetu. Kama mimi ni shemasi wa kanisa, amen, katika masaa yangu ya kutumika, mangapi nimempa Mungu? Amen. Kwa sababu pia Mungu amekupa siku, ni kama vile anakupatia mshahara wa hiyo siku. Mtu atajiuliza namna gani? Amen. Mnapenda ni tafsiri hiyo? Wakati unapewa pesa, si unapewa pia uwezo wa kufanya vitu fulani. Haukuwa na maji nyumbani, unaweza ukanunua maji, si vile? Haukuwa na transport ya kwenda mjini, si unaenda mjini? Sasa Mungu anapokunemisha uingie katika siku mpya, ni zaidi ya pesa unazozipata. Kwa sababu inakupa pia uwezo ya kumtumikia, inakupa uwezo ya kucorrect ubaya uliofanya jana. Amen. Inakupa pia uwezo ya kuboresha maisha yako ili umpendeze yeye. Siku moja nilikuwa na vijana Kongo, nilikuwa nawauliza hivi kuna gari mzungu ameshaiandaa, amejenga, au simu ameshaijenga, alafu hiyo simu inakataa kumtii? Simu yenyewe inaanza piga kwa watu fulani, simu yenyewe inatuma message, simu yenyewe inaingia TikTok. Imewahi kuwa? Sasa sisi tu uumbaji wa nani? Kama sisi ni uumbaji wa Mungu, kwa nini siku zetu zote zinakuwa kwenye distraction kuliko kumuelekea Mungu? Amen. Sasa usihesabu siku, ni pale ambapo unaangalia sasa kati ya Mungu, kati ya mimi na Mungu, kuna vision gani, kuna njia gani, kuna kazi gani mimi natakiwa nifanye. Kwa sababu atakuja kukuambia siku fulani, saa fulani nilihitaji ufanye hivi, haukufanya. Siku fulani, saa fulani nilikutumia maono haya na haukuyafanya, haukuyatimiza, wala haukuchukua muda ya kuyatafakari. Hivi Mungu amewahi kuniambia nini? Sisi sote hapa Mungu ameshakutabiria, si ndio hivyo? Nani alirudi katika kitabu chake cha Ayo Prophecy, anasema hivi Mungu alinitabiria hivi, nimeshalifanya? Kwa sababu kwenye makampuni ikianza fika kwenye mwisho wa mwaka, amen, wanaanza kufanya evaluation. Hiyo kota ya kwanza tulikuwa tunasema tuta realize kitu fulani, project fulani, wanaita mkubwa wa hiyo project, hebu tuambie kuhusu hiki. Ndio hivyo? Tulisema pia tunakuaga napata shida ya mafuta kwa ajili ya yani group ya nje. Sasa mwaka huu imekuaje? Uchumi umekuaje? Si ndio hivyo? Alafu mwisho wa mwaka mnaona labda rate imeongezeka au imepungua kulingana na watu walifanikisha uchumi wa nchi kwa kiasi gani. Amen. Hivi sisi tunapomaliza siku tunafanyaga evaluation? Hapana, tufanyaje kabisa. Yaani unakaa unasema, yaani siku ya leo imekuaje? Nilianza vipi? Ikawa namna gani? Nilikosea wapi? Natakiwa nikosoe wapi?
Tunafanyaga hivyo? Natufanyaje mtumishi? Asa, yani kumbe tutashituka siku Yesu atakwambia kwani mimi sikujua. Amen. Amen. Kwa sababu wale ambao wanasema mimi nilihubiri jina lako, nilifukuza mapepo kwa jina lako, nilifanya, nao bado walikuwa kanisani. Bwana Yesu asifiwe Joshua. Amen. Mimi kuna wakati nilikuwa na hiyo tabia. Ikifika jioni naandika kabisa mambo ya Mungu nimefanya wapi, kazi nimefanya vipi, na mambo mengineyo nimefanya vipi. Nilikuwa naandika. Sasa baadaye ikapotea hiyo hali. Sasa hapo Mungu alikuwa amekupa kitu cha ziada, kitu kikubwa sana. Nilikuwa nafanya analysis kabisa. Amen. Amen. Nilipotea. Amen. Hivi ni waulize. Amen. Umeshachoka? Bado. Tumechoka? Bado. Huu mwaka una miradi uliyapanga?